Wazee wangu na ndugu zangu, makasib tuliyoyatuma yana thamani ya hali ya juu kabisa. Ni makasib ambayo ukiyafahamu vizuri huwezi kupoteza hata dakika moja ya kuponyoke tena. Umesubiri kwa kuacha vilivyo halali kwa sababu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akakupenda kwa sababu inna Allaha yuhibbu sabirin, Mola awapenda watu wenye kusubiri. Na wewe umesubiri katika kufanya taa ambayo ni mzito. Zile ulizokatazwa kuzitumia mchana wa Ramadhani si vitu vya haramu, ni halali kwako wewe. Chakula chako ni halali, kunywa kwako ni halali, kukurubiana na ahli yako ni halali, lakini yote haya ukaanza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukasubiria njaa wakati joto lilivyokali. Mwenyezi Mungu akakupenda sababu wewe umesubiri, na Mungu awapenda wenye kusubiri. Kisha ukaregea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kumlilia na kufanya tauba na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saa zote ukisema Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah wapenda kusamehe na sisi waja wako tunanyenyekea, tusamehe. Ukaingia ukapata maksabu ya pili ya tauba, inna Allaha yuhibbu tawabin. Allah subhanahu wa ta'ala awapenda watu wenye kutubia na kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Maksabu ya tatu, khaufu ulokuwa nayo ambayo inawaregesha hata wale walikuwa ni madhaifu katika nyumba za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala awapenda watu wenye khaufu ya kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni maksabu ya tatu hiyo. Maksabu ya nne, wewe umejitahidi kila mmoja kwa uwezo wake kuwafanyia ihsani wale dhuafa na fuqara na masakin, na Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muhsinin. Allah anawapenda watu wenye kuwafanyia watu ihsani. Isitoshe, umejitahidi katika anwai tofauti za taa, kwa kufunga mchana na kusimama visimamo vya usiku na kusoma Qur'ani na kukithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni maksabu ya tano. Hizi makasibu hizi yataka mtu adumu nazo. Hanian ni kwa yule ambaye atadumu na mambo haya, kwa sababu yale uliyoyafanya ndani ya Ramadhani tofauti ni jambo moja tu. Saumu ulioifunga ndani ya Ramadhani ni ya faradhi. Saumu utakaoifunga nje ya Ramadhani itakuwa ni ya sunna. Lakini saumu yote zinaitwa saumu, kazi yake ni ile ile ya kukaa na njaa na kutokula na kutokurubia ahli yako na kutotizama yaliyoharamishwa na kutosikia viloharamishwa na kutozungumza yaliyoharamishwa. Sasa haya makasib utatumia mbinu gani mpaka uwe utabaki nayo? Kwanza yataka ujue kwamba amali iliyo bora ni ile mwanadamu atadumu kuifanya hata ikiwa ni chache. Kwa hivyo unapojua hilo, yataka uwe na maandalizi mazuri ya sunna zote zitakazokuja mbele yako za funga, kuanzia ya 6 Jumatatu na Alhamis, siku 3 katika kila mwezi,
masiku bora katika mwezi wa Dhulhijja, katika Tasua na Ashura. Hizi zote ni sunna. Muislamu alofaulu katika ndani ya mwezi wa Ramadhani yatakawe na maandalizi ya kuzitekeleza sunna hizi. Kwa sababu gani? Ataka kuendelea kudumu na kuifanya ile amali ilomfanya yeye akapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alikupenda kuwa na subra kuacha vilivyo halali ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo uwe na subra pia kuviacha vile vilivyo halali kwa kufunga funga za sunna, ili uendelee kuwa ni mtu mwenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mlango wa tauba haukufungwa mpaka roho ya mwanadamu inapofika katika garghara, au pale jua litapotoka, tutapobadilika hali, jua likatoka upande wa magharibi badala ya kutoka mashariki. Hapo ndio tauba ya mwanadamu hatakabili toba yake. Kwa hivyo kuendelea kuleta tauba ni kubaki wewe kuwa ni mtu mwenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na taqwa la hududa lah, ni wasiyatul awwalin wal akhirin, wasia wa manabii wote. Bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwahusia masahaba wake wanapokuja kumwaga kwenye kwenda safari, akiwahusia kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafanyia ihsani fuqara, si ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake. Yule fakiri hatukuuplift ile standard yake, kwa sababu wenye kutoa zaka hufanya wanavyotaka wenyewe. Hata ukitaka kwenda kumnasihi ni kama yule fulani who advise the advisors. Yani wewe ukitaka kwenda kumpa yeye nasaha, yeye atakupa wewe shekhe nasaha. Maka ingekuwa wale wenye uwezo wachukulia kwamba mwaka huu katika mtaa huu tupeni mafukara wenu 10 wafundishwe namna ya kufanya kazi, kisha wapewe mtaji wa kuanzia kazi. 10 tumewatoa mwakani, nao watakuwa ni watoaji zaka. Na mwingine akaondosha 10 katika mtaa mwingine, na mwingine katika mtaa mwingine, na mwingine katika mtaa mwingine. Ingekuwa baada ya muda watefutwa wale fukara wa kupewa zaka, hawangepatikana. Lakini wapigishwa watu milolongo wakipewa vibahasha havina kichwa wala maguu. Lakini la asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Ungesikilizisha haya kama ungekuwa wazungumza na mtu ambao masikio yao yako hai. Yeye huona kwa vile Mungu amempa uwezo, kwa hivyo nobody can advise him. Ukienda kumadvise atakuadvise wewe, wajua nyingi na hala hana analojua. Kuhifadhi hizi muktasabat ni kule kujua kwanza kima chake. Mwanadamu siku zote huhifadhi kile kitu anachokijua thamani yake, na sote tumeona thamani ya kupendwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo lililo bora kwa mwanadamu kuwa yeye anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ndugu yangu Muislamu, ulojua kwamba mwezi huu imekuwa ni sababu ya wewe kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, dumu na haya mambo ambayo uliyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, nje ya Ramadhani, ili uendelee kuwa ni mtu mwenye kupendwa na Mwenyezi Mungu. Na ukipendwa na Mwenyezi Mungu katika dunia hii, kuna lipi unalolihitaji lingine lililo bora kuliko wewe kuwa unapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Katika njia ya kuhifadhi hizi muktasabat ni kukithirisha mwanadamu kujifanyia muhasaba. Mara kwa mara uwe unajiangalia, nilikuwa vipi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu Ramadhani yachuaga jamaa, na nafikiri nyote mko kama mimi.
sijawahi kufunga Ramadhani iliyopita kwa haraka kuliko Ramadhani hii. Kwa hivyo Ramadhani inatuaga, lakini Ramadhani itarudi. Je, mimi na wewe tutakuwepo? Watakuwepo kwa Ramadhani itakaokuja. Hata hizi siku 5 au 6 zilizobaki, hakuna hata mmoja wetu mwenye yaqeen kwamba atakuwepo, atamaliza hizi siku 5 au 6. Hakuna hata mmoja, hakuna hata mmoja. Si anayezungumza, si sisi tunaosikiliza. Hakuna hata mmoja aweza kusema mimi hizi siku 6 au 5 nitazimaliza. Nani alikwambia? Kwani wewe ndio unamiliki roho yako? Ziko akdari, ziko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi tunasikitika kuondoka mwezi ambao imefanya misikiti yetu, bal hata ule mujtamai wetu ukasound vingine. Nitawapa mfano, wa bil amthali tattadhihu al maqal. Kule Nairobi si tuna center ya da'wa, tuwafikishia wasiokuwa Waislamu ujumbe wa Uislamu. Hatufanyi mjadala na wao, tueleza arkanul Islam na arkanul iman na rukni ya ihsan. Bas tukimaliza kueleza, wambia huu ndio Uislamu wautaka. Ukisilimu, Waislamu wote ndugu zako. Ukipigwa vita na familia zako, Waislamu wote watakupiga makamama. Kwa hivyo usiwe na hofu. Kila wiki kwa zile siku za kawaida twasilimisha watu 50, lakini mwezi wa Ramadhani ulipoingia, just imagine, wamesilimu kwa wiki watu 600. Watu 600. Kwa nini watu 600? Kwa sababu wamewauliza wale wenzao wanaokaa kwenye maskani, wamewakosa. Wanakaa na watu kwenye maskani na majina hata yanabadilishwa. Hata wewe kama humjui, huwezi kujua kwamba hili jina la Muislamu Mo sijui nani. Wako wapi kina Mo? Kina Mo jua Ramadhani bwana, wameenda msikitini. Wameenda msikitini, mbona wakutwambia na sisi? Na mimi nitakwenda kuangalia wanafanya nini kwa msikitini. Akenda kuta watu wasali, auliza kuhusu Uislamu, asili. Sisi wenyewe imekuwa ndio sababu wale watoto wetu walioko kwenye maskani wale kuondoka katika zile maskani, imeleta question mark. Wale wanawatafuta wenzao, wako wapi hawa jamaa? Siku hizi hatuwaoni. Waambia wamekwenda msikitini hawa. Siku zote tuko pamoja na wao. Imekuwa twabadilika sisi, ni ukweli, lazima tuambiane na ukweli. Na makosa tunayo sisi. Mimbari zina makosa, misikiti na makosa. Kwa nini? Kwa sababu hawa vijana wakija, walikuwa wataka waekewe special program za kuwabakisha angalau baadhi yao, ikiwa hatutoweza wote, baadhi yao wabaki baada ya kumalizika Ramadhani. Lakini kila mmoja ana shughuli zake, watakuja maskini. Ramadhani ikienda na wao wataenda kama hali yao ya kawaida. Lakini ingekuwa kuna special program wafanyiwa, mimi nina hakika wakafahamu kwamba hii swala unaoikimbia haizidi dakika 5. Kwani swala zetu ni swala za maswahaba? Si swala za maswahaba bana, ni hizi lepua. Mungu mwenyewe tu kwa rehema zake azikubali. Hakuna swala inaozidi dakika 5, ikizidi dakika 10. Wewe dakika 10, kwa nini ushindwe kijana wa Kiislamu kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na makosa yako utakaokuwa nayo? Kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masahaba walimshtakia wakamwambia, ya Rasulullah, fulani ana kadha na kadha na kadha. Mtume akamwambia, ayusalli ma'ana, huswali pamoja na sisi?
Qalu na'am, wakamwambia ndiyo ya Rasulullah. Akamwambia satanhahu salatu, swala yake itamkataza. Kwa hivyo kule kuswali itakwenda, kisha yeye mwenyewe atajiambia, kwa nini mimi ninaswali kisha nafanya haya mambo ambayo si sawa? Atayaacha. Katika mambo yenye kumsaidia mtu kubaki katika istiqama na kubaki kuhifadhi yale muktasabat ni kuzidisha maarifa yake, kutafuta ilmu na kuhudhuria majalisu dhikr, majalisi ya waadh. Si lazima kwamba unapohudhuria majalisi ya waadhi au majalisi ya tadhkir uwe utajifundisha jipya. Hata kujikumbusha lile unalolijua ni khairi, kwa sababu ya majalisi yale yanateremshwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama yule bana aloenda katika majlisi ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sheikh baada ya darsa akamnyoshea mkono akamwambia, umefahamu nini? Akamwambia, sikufahamu chochote. Sheikh akamwambia, kwa nini umekuja kuhudhuria majlisi hii? Akamwambia, mmefuata amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amesema, la yashqa jalisu, hawi mtu shaqii anayehudhuria katika majalisi ilm. Sheikh asema, aradna an nuallimahu faallamana, tulitaka kumfundisha akatufundisha sisi. Sheikh akalia kwamba kwa nini kumfanyia ihana huyu mtu, kwamba hakujua kitu, na yule amejua kitu, kwa sababu amejua anayehudhuria katika ile majalisi dhikri, hata kama hakushika yale yako uliyoyaeleza, lakini yeye si katika watu wabaya, sio kama yule aliyetoka. Yule aliyobaki katika ile majlis ni kwamba hawi mtu mbaya. Ukiona majalisi dhikri usitoke kama huna dharura ya kukutoa. Kukithirisha suhbatu salihin, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ukitaka kubaki kuhifadhi zile muktasabat, jisuhubishe na watu wazuri, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Natizame mmoja wenu anasuhubiana na nani. Suhubiana na watu wazuri, watakao kuzungumza na wewe mambo mazuri, watakao kukumbusha wewe akhira, watakao kukumbusha wewe mambo mazuri yenye kukufanya wewe ubaki na zile muktasabati zako 5 ulizozituma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo lingine ni dua ya thabat, kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwanza kutakabali hizi saumu zetu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, ilikuwa ikitoka Ramadhani kwa muda wa miezi 6 huwa wakimwomba Mwenyezi Mungu atakabali ile saumu yao, kisha ile mingine wakimwomba Mwenyezi Mungu awafikishe Ramadhani nyingine. Miezi 6 wamwomba Mwenyezi Mungu atakabali ile amali walioifanya, wamwomba Mwenyezi Mungu aitakabali. Na kuomba thabat sio mimi na wewe tu, wala si bid'atul qawl, bal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-sadiqul amin alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Alimwomba Allah ampe thabati katika dini. Kwa hivyo ikiwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aomba thabat, na yeye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, mimi na wewe yakataka tuombe mara ngapi? Hasa katika haya masiku yaliyobaki na katika zile autar, tukithirishe kumwomba Mwenyezi Mungu thabat. Kama haikupita Lailatul Qadri katika witri ya 21 au ya 23, basi katika 25
27 na 29 ni autari pia. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie ni watu wenye kuipata Lailatul Qadr, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni watu wenye kuitwa min babi Rayyan, babun la yud'a ilayhi illa as-saimun, mlango ambao hawaitwi siku ya hisabu ila watu waliofunga kisawasawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali amali zetu kwa rehma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na atujalie ni watu wenye kuingia Firdausil A'la kwa rehma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe sisi na wazazi wetu waliokwenda mbele ya haki, na wale ambao mwaka jana tulifunga pamoja na wao leo hawapo katika dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiwakoseshe ajiri ya dua ambazo tunaziomba, na Muislamu yatakikana akiomba maghfira aseme rabbi ighfirli waliwalidayya walilmu'minina walmu'minat. Hii ndio ahsana tariqa ya kuomba msamaha. Unajiombea wewe na wazazi wako wawili na waumini wa kike na wa kiume, unawaombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti, min afdali turuq at-tauba wal-istighfar an yastaghfira insana li nafsihi wa liwalidayhi wa lilmu'minina wal-mu'minat. Mwenyezi Mungu atakabali dua zetu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillah ghafiril dhanb wa qabilit tawb shadidil iqab dhit tawli la ilaha illa huwa ilayhil masir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثر إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا معزرا وأيدهم بتأييدك يا ذا القوة المتين. اللهم لا تعذبنا يوم تبعث عبادك فإن أجسامنا على النار لا تقوى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين، وأدخلنا الجنة مع المحقين ولا تردنا خائبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اصلح لنا ذرياتنا، اللهم اصلح لنا ذرياتنا، اللهم اصلح لنا ذرياتنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين،
ولا تجعلهم ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين ومن عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين ومن عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين ومن عبادك الصالحين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا رفعنا كف الضراء إليك فلا ترد أيدينا خائبين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.